Akaona vyema aende kwa nyumba ya Mungu. Akuja kwa madhabahu ya Mungu. Akuja muliria Mungu. Ili amuonyeshe jinsi atakavyofanya. Na wakati alikuja kwa nyumba ya Mungu, akakuja kwa madhabahu ya Mungu. Akalilia Mungu na uchungu mwingi sana. Watu waliokuja na yeye kwa madhabahu kuomba, mmoja mtumishi wa Mungu aliongeleshwa na Mungu. Akaambia mfalme, usijali, kwa kuwa hii vita si yako, lakini ni yangu mimi kama Mungu. Ukisoma hiyo neno iko kwa Nyakati za Mambo ya Nyakati. Mambo katika kitabu ya Mambo ya Nyakati ya wapili kutoka hapo 20. Unaweza soma hiyo chapter 20 yote. Utaona jinsi Jehoshafati alikwenda katika madhabahu ya Bwana. Akamlilia Bwana, akampa njia. Na wakati walienda kwa ile vita, Mungu alimnenea akamwambia amke yeye na watu wake, muende kwa hiyo vita. Na wakati mtenda kwa hiyo vita, wakati mtenda muone ni wale, nyinyi muanze kusifu. Wakati unamsifu Bwana, jua kuna jambo unafanya mbele ya Mungu. Kwa sababu kupitia sifa, wadui wao walianza kupigana wao wenyewe, wakauana wao wenyewe hadi wao wote wakaisha. Kwa hivyo neno ambalo Mungu alirejeshea Jehoshafati, ati usijalishwe na nini wala nini, hii vita si yako, ni yangu mimi Bwana. Na wewe siku ya leo wewe nanenea, wewe usijalishwe na mambo unapitia. Usione jambo ngumu ambalo linakustua. Ni wakati wako mwema wa kujiachilia mbele za Bwana, kwa sababu hayo yote si yako. Anasema tusijisumbue kwa lolote, kwa sababu hata nywele ya kichwa huwezi jiongezea. Lakini ukimpa sifa na ukimtumaini, hakuna wakati atakuacha. Hata wakati wako utakapoondoka, utaona kao umefika wakati wako wa kuaibika. Yeye huleta jambo ama anafanya jambo, unaona Mungu amekuokoa katika ile jambo. Tukae kama watoto wa Israeli wakati walitolewa kule Misri. Walikuja huku jangwani, wakafika katika bahari za Shamu. Wakati walitazama nyuma wakaona adui zao, mbele yao ni ziwa. Walianza kulia, wakaanza kumlaumu Musa, wakaanza kumuuliza, ulitutoa Misri kwa nini? Ulituleta huku ili tuuliwe huku? Afadhali ungewacha tuishi kule Misri, tukufie huko. Naye Musa akaenda mbele za Bwana, akamuuliza tufanye nini? Mahali popote Mungu alipo, hata ukijipata bora umuite Mungu na umlilie Mungu wetu, atatusikiza. Aliambia Musa, ni nini uko nayo kwa mkono? Musa akamwambia, niko na kijiti. Akaambia gonge maji na hiyo kijiti, kwa sababu walikuwa wameona kuisha. Watu walikuwa wameona kuisha, wanaona mwisho wao. Mungu akafanya njia kwa bahari, maji akatawanyika kando kwa
Maandiko inasema walipita kwa nchi kavu. Na sio shiriki mama dhudha. Nao adui wao wakamfuata nyuma. Ndio mara ndio mwana wale yote. Wakati walivuka yule ng'ambo nyingine, Haimalisha maji yakarudi. Sio ikiwa ile. Adui zao wote wakakufia kwa bahari. Hata wewe usijarishwe ni adui wangapi anakukimbisha. Usijarishwe ni mambo wangapi anakukimbisha. Yote apeane kwa Bwana. Mungu anasema hakuna jambo ngumu kwake. Hakuna jambo ngumu kwake. Hiyo jambo ngumu kwa mtu. Kwa Mungu hakuna kazi. Kwa hivyo ni vyema kujiachilia mbele za Bwana. Usipokujarishwa na nini wala nini, ujiachilie mbele za Bwana. Haya, Mungu ataishi kukupa uzima. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi, Zaburi 144 verse 2. Mungu anasema ni yeye anatulinda. Ni yeye anatupigania vita. Hata wakati tunapita katika